Kumekuwa na mjadala for the past few weeks, maybe a month, hata miezi miwili, mwanamke hapaswi kuishia kupika, kufua, and I totally agree with that, na nitasema kwa nini ninaamini katika hilo just a minute. But mimi I'm not one to kuchangia mambo yanayo trend, but I really had to share this kwa sababu mimi kama mimi, before this whole thing, ninaamini katika mwanamke, awe ameolewa awe hajaolewa, and especially ambaye hajaolewa, because hao ndio watu mimi ninaozungumza nao hasa, kwamba it's very important kabla ya mahusiano, kabla ya ndoa, ajifahamu yeye ni nani, ajue kwa nini Mungu amemleta hapa duniani, na atembee katika huo wito, katika hilo kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yake, na avitumie vile vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yake, iwe ni kwa mfumo wa karama, gifts, au mfumo wa vipaji, yani talents. Okay? So mrembo, let's talk about it. Mimi labda this is my 2 cents kuhusiana na this whole ordeal. Kwanza kabisa, Mungu alipomuumba mwanadamu, mwanaume na mwanamke, aliwapa wote agizo moja ya kwamba nendeni mkazae, mkaongezeke, mkaitiishe nchi, mkatawale. Everything, cha baharini, cha nchi kavu, Mungu alimpa authority mwanadamu wa kike na wa kiume, all the same. Okay? Kuenda kuproduce, kuenda kumultiply, kuenda kutawala. Lakini pia throughout scripture, ukisoma neno la Mungu unaona jinsi ambavyo pamoja na culture kuwa against au kukandamiza mwanamke, Mungu bado anatumia wanawake katika capacities mbalimbali, katika uwezo na nafasi mbalimbali. Tunamuona mfano yule judge pekee wa kike, Deborah. Deborah alikuwa ni mke wa mtu, she was a mother, lakini pia alikuwa ni judge, tena cheo ambacho for years kimetawaliwa na wanaume pekee. Hakujawahi kuwa na judge mwingine wa kike isipokuwa yeye. Imagine, isipokuwa yeye, only her ndio amekuwa na privilege. Imagine. Na Mungu hakuzuilia hiyo calling ndani yake kwa sababu eti ni mwanamke, kwa sababu eti ni mke wa mtu. Tunasikia habari za wale wana wa, nasahau jina lake, lakini I wish ningekumbuka jina lake, maybe nitaliandika kwenye comments. Huyu baba alikuwa na mabinti 4 I think, ambao walikuwa wana prophesy, they were unmarried. Katika usingo wao walikuwa wana prophesy, imagine. Lakini pia kwenye Joel tunaona neno la Mungu linasema hizi siku za mwisho Bwana atamwaga roho wake, wana wa kiume, vijana wa kiume, vijana wa kike, they will prophesy, wataota ndoto, wataona maono. You see, God hachagui. Tunaona yule mwanamke Msamaria alipokutana na Bwana Yesu, maisha yake yalipobadilishwa, anaenda anahubiri Injili. That was a woman. Yule alikuwa ni mwanamke. So this whole kwamba I don't really understand watu ambao labda wanaona ni kitu kibaya. Kwa kweli sielewi, but this is what I will say. I'm looking at my notes hapa. Kama nilivyosema, both mwanamke na mwanaume wote wameumbwa kwa kusudi. I don't think Mungu amemuumba mwanaume peke yake cooperate kwenye kusudi na mwanamke asioperate. Lakini this is what I will say kwenye marital context, na nitatoa uzoefu ambao mimi nimeuona kwenye scripture, lakini pia uzoefu ambao nimeuona katika maisha ya kawaida. Of course hao sio watu ambao ni very close to me, ila kwa kuona, kwa kujifunza. But nikisema kwenye context ya ndoa, marital context, naelewa kwamba Mungu ameweka mfumo, ameweka structure. Kuna Mungu Baba, Yesu Kristo, mume, mke, watoto, right? Na mume anamtii mke. Oh my goodness, I'm so sorry. Mke anamtii mume, mume anamtii Kristo, Kristo anamtii Mungu Baba, yeah? So I understand kwamba mke anakuja in the marriage as an individual, ana maono yake, ana vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yake, lakini akimhusisha Mungu vizuri, Mungu anayo nafasi ya kumsaidia kuchagua mwanaume ambaye ana align na
yeye alivyoumbwa na vile vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yake. Baba au mume ni kichwa, right? Na ndio kiongozi wa hiyo familia, yeye ndio kuhani wa hiyo familia, yeye ndio anatoa direction, anaibeba vision ya the whole family, anatoa direction tunaelekea wapi, based on namna ambavyo Mungu amemfunulia yeye mwenyewe kwanza ni nani, na mke aliyempa ni nani, na uwezo alio nao, na namna ambavyo they can work together kufikia kusudi la Mungu na kunufaisha ufalme wa Mungu. Na hii ni context ya sio tu ndoa ya kawaida, but kingdom marriage, ndoa ambayo ina msingi wa ufalme, msingi wa Kristo. Okay, sasa basi ndio maana I wrote something here kwamba it's very important, kwanza kabisa baba ajue nafasi yake kwamba yeye ni kichwa na kiongozi, kwamba yeye ndo anaongoza, lakini pia kuwe na umoja. Yes, nisema mke anakuja individually na vision yake, na yani kabla hajaolewa alikuwa shahada vision, shahada life, alikuwa na kusudi lake, alikuwa na wito ambao anatembea katika huo. It's very important sasa wakikaa pamoja wana unify, wanakuwa na umoja. Okay, it's no longer about mimi kusudi langu, mimi kusudi langu, yani mwanamke sasa hapo, au mwanaume mimi kusudi langu, au mke anaingia kwenye ndoa kusudi lake linatupwa huko nje, linabaki tu kusudi la mume. Hapana, I truly don't believe that. Mfano mzuri ni familia ya Bwana Yesu Kristo ya hapa duniani, baba yake na mama yake wa duniani, his earthly parents. Mary ndiye alikuwa wa kwanza kabisa kuambiwa habari za kumleta Mwokozi duniani, Bwana Yesu, kupitia kumpata Yesu, kubeba ujauzito wake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. And I really love the fact how God was very considerate. Mungu alijua atakayehusika na experience the whole pregnancy, atakayembeba basically Bwana Yesu in the flesh ni mwanamke, ni huyu Mariam, binti ambaye alikuwa ni bikra bado. And akamwambia kwanza yeye, akamwambia the whole situation, na akawa mtii. Unaona pale mwishoni ukisoma maandiko anasema na iwe hivyo kwangu kama I'm forgetting the last word, lakini she was obedient, akasema sawa, na iwe hivyo. Basically I'm paraphrasing. Na from there mchumba wake sasa, kumbuka hawa Yusufu na Mariam bado walikuwa hawajaoana. Just a minute. Walikuwa hawajaoana. So Joseph anaanza kunotice, pengine alisikia rumors, I don't know, kwamba mchumba wake ni mjamzito. And ukisoma katika ile Mathayo sura ya kwanza, anapanga kuanzia ile sura ya kuanzia ule mstari wa where is it, mstari wa 19, unaona Yusufu anapanga, he was such a gentleman, anapanga kuvunja uchumba kisirisiri. So malaika sasa anamfuata Yusufu, anamwelezea na yeye the whole thing. Yusufu being a man who is obedient to Christ, yani ile structure ni muhimu sana. Anakubali hata kama it's crazy, it doesn't make sense. Imagine mchumba wako ni mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, you don't even understand, kitu ambacho hakijawahi kutokea. And as a man sio rahisi kubeba hiyo scenario yote, yani kwamba unalea ujauzito ambao sio wako. I mean he understood kwamba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, but it's not easy. It's not easy. Hata hivyo it's not easy kwa kweli, sio rahisi, lakini kwa sababu alikuwa mtii kwa Kristo, it was easy for him kumtii Mungu. Na you can see kuanzia pale ukiendelea mpaka ile Mathayo sura ya 2, wale mamajusi wanavyoenda kuongea na Herode anapopata wivu, wanapoamua sasa kumtafuta kumuua Bwana Yesu. You see from ile mstari wa 19 kwenye sura ya kwanza, jinsi ambavyo malaika alianza kuongea na Yusufu. Tunaona throughout scripture mbeleni anaendelea kuongea na Yusufu, because guess what,
Yusufu ndio kichwa cha familia. Yusufu ndio mume. Yusufu ndio baba. He's the head. He's the priest of that house, of that home. Na unaona Yusufu kwa kutii anamuoa sasa rasmi, takes Mary as his wife, lakini pia kwa sababu yeye ndio baba, yeye ndio kichwa, anaanza kuchukua majukumu. Tunaona malaika from there throughout anazungumza na Joseph, ondoka, nendeni Misri, kuna Jesus life is in danger, anaondoka naye, nenda naye Misri, mpaka huku Herode anakufa. Malaika anamfuata tena baba wa familia, kichwa, anamwambia go back. Anarudi huku, kwa sababu aliyerithi utawala wa Herode, yule aliyefariki ni mwanaye, anapata mashaka. Na kwa kuonywa, tunaona katika ule mstari wa ngapi? Ule mstari wa 22, ile sura ya 2 Mathayo, anasema kwamba anaonywa kwamba waondoke. Wanaenda wapi? Galilaya, ambapo wanaenda kuishi katika kijiji kinaitwa excuse, imekuwa na mafua the past week, kwa hiyo ndo yanaishia. Kwa hiyo it's a challenge. Wanaenda kuishi katika kijiji kinaitwa Nazareti. You get what I'm saying? Unaona hii pattern kwamba at the moment purpose inaangukia au calling inaangukia kwa Mary as a single woman, because you're single until you're married, although alikuwa ni mchumba wa mtu. By the time she becomes Joseph's wife, anapofanyika kuwa mke wa Yusufu, mamlaka au uongozi una shift, au rather naweza nikasema Mungu anaenda kwenye utaratibu sasa, kwa sababu Joseph ndio atakuwa responsible kwa hii familia. Kwa hili kusudi linakuwa sio tu la Mary, sio la Mariam peke yake, anahusika yeye kama mume kuweza kuguide hii familia na kuweza yani ile kusudi linakuwa unified. That is what I was saying, kwamba lazima kuwe na unity na sio hili la kwangu, hili la kwangu. And I don't know, sijui kusudi la yani kusudi husika la nani huyo, la Joseph, la Yusufu, I don't know, kwa sababu Biblia haisemi, but just see how secure alikuwa yeye kama mwanaume. Hakuona shida kubeba kile ambacho kilikuwa kinabebwa essentially kwa moja na mkewe, kwa sababu ndo alikuwa mjamzito, ndo alikuwa atamzaa. I'm sure they had their challenges. Biblia haijarekodi hayo, but I'm just saying kwamba kwenye context ya ndoa it's very 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 important. Na narudi sasa kwetu sisi ambao hatujaolewa, kwako wewe mrembo ambaye hujaolewa, it's very very important you choose a man who is aligned. Kwanza kabisa anampenda Yesu, ana personal relationship na Bwana Yesu, sio tu Mkristo wa jina. Kuwa Mkristo aliyeokoka, na sio tu aliyeokoka anasema nimeokoka, lakini ana personal relationship na Bwana Yesu, ana mahusiano binafsi na Yesu, na you can see kuna fruit, kuna how do I say this, matendo yake tuseme yanaendana na kile anachokisema. Kweli anaonekana kama mtu ambaye ameokoka, kweli anaonekana kama mtu ambaye ana mahusiano binafsi na Kristo, because atawezaje kusikia kutoka kwa Kristo, atawezaje kusikia kutoka kwa Mungu kuhusiana na kile ulichokibeba, kuhusiana na calling na kusudi ulilobeba. Mrembo, every man is not for you and the purpose that you carry. Sio kila mwanaume anakufaa wewe na kusudi ulilolibeba. Please get that kwenye akili yako. Anaweza akawa handsome, anaweza akawa na hela, but akawa hamatch na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. It's very 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 important, kwa sababu unajua nini, at the end of the day it all comes down to you. Wewe ndio unayefanya hiyo choice ya mwanaume. You're the one who is choosing. Wewe ndio unayechagua, my dear. Wewe ndio unayechagua. Please chagua kwa hekima. Chagua kwa hekima, na huku ukiongozwa na kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Please choose wisely. Choose wisely, and most importantly, ruhusu mapenzi ya Mungu yaongoze hiyo choice yako ya mume, kwamba okay, nakubali kuwa na mahusiano na fulani ambaye atanioa, ambaye eventually atakuja kuwa mume wangu, ambaye sasa atakuwa kichwa cha familia, ambaye ataniongoza mimi. Because guess what, ukichagua vibaya excuse me, ukichagua vibaya ndio utaangukia kwenye hili kundi la watu wanalalamika huku mitandaoni.
You have a chance ya kuchagua vyema. Chagua vyema, mruhusu Mungu. Usichague tu peke yako kwa akili zako. Muombe Mungu akusaidie. Uchague sawasawa na mapenzi yake. Yeye ndio anajua hiyo calling uliyobeba ndani yako, ni mwanaume gani anafaa kukuongoza, yuko secure na anaweza kubeba hicho kilichopo ndani yako. I'm sure tunamfahamu mama anaitwa Joyce Meyer. Mimi simjui mume wake, honestly. I don't know her husband, and I believe most people hamjui, kwa sababu guess what, nani yuko mbele ya kwenye spotlight? Nani ambaye anajulikana? Ni yeye, Joyce Meyer. But nilisikia kwamba mume wake is involved in the ministry, lakini behind the scenes. Sasa sio kila mwanaume, and especially wewe mrembo ambaye Mungu amekuita kwenye global scale, amekuita kufanya mavitu makubwa, eti ukaende kuwa na mtu ambaye is insecure, hata sabotage hicho beba ndani yako. Ndio hiyo tunasikia stories za wanaume ambao they are jealous, they hate their wives. Wanaume ambao wana wivu na wanawachukia wake zao. Yani atazima hicho ulichobeba ndani yako. So please choose wisely. Anarudia tena, sio kila mwanamke anakufaa wewe na wito na kusudi ulilobeba ndani yako. Please remember that, okay? Thank you so much kwa kusikiliza. Please share hii na mrembo mwingine. I can't speak kwa wale ambao wameshaolewa, hii sio area yangu, lakini naweza kusema na wewe ambaye bado hujaolewa. Tafadhali sana, muamini Mungu, amini mapenzi yake ili ufanye uchaguzi sahihi wa mume. Usifanye kwa akili, kwa mapenzi yako. Unaweza hata ukajikuta una choose out of trauma, alafu utaumia mbeleni. You need God, you need Jesus. Na kama hujui unachaguaje, because pengine mahusiano yako na Kristo, au hauna mahusiano kabisa na Kristo, au mahusiano yako yana shake, please talk to me. Come, let's talk, okay? Ninaweka namba yangu hapo kwenye description box, nitafute kwa WhatsApp and I will gladly talk to you. Nitafurahi sana kuongea na wewe. And please subscribe. Please subscribe and please watch videos nyingine na share na wengine pia. Usipate tu haya maarifa peke yako kukaa nayo, okay? Asante sana kwa kunisikiliza. Take care and bye.